Hali Kibona Media, karibu tena kwenye Sports News hapa na Kibona Media. Hapa tunazungumza masuala ya michezo hapa nyumbani na hata nje mpaka ya Tanzania. Sasa tunaelekea katika unga pale Dar es Salaam Africans ambao wao wameshakuwa pipa kuelekea katika mchezo wao wa ligi ya mabingwa barani Afrika katika hatua ya makundi dhidi ya FAR, mchezo ambao utachezwa kesho tarehe 7 mwezi wa 2 2026. Niko hapa na Mchome, the heavyweight champion, ambaye nataka kuangazia kwamba mchezo utakuwa vipi dhidi ya kile ambacho Yanga alikuwa kufanya katika mchezo ili tu waweze kuondoka na matokeo katika uwanja ule. Mchome, tunaona mwendelezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika utaendelea kesho, lakini pia na kesho kutwa. Tazama mchezo wa Yanga dhidi ya FAR, mchezo ambao ni mgumu kweli, lakini mchezo ni mzuri. Kwa upande wako, tutazame mchezo huu ambao Yanga anakwenda kukumbana na wale, mchezo ambao una nafasi gani, lakini pia mchezo utakwenda kuwa mchezo wa namna gani kesho? Kutokana na attitude ya mchezo, ni mchezo mgumu. Kwanza ugumu wake unakuja mara baada ya Yanga kutoka kucheza mchezo mgumu pia nyumbani, kucheza dhidi ya Ahli, mchezo ambao haukuwa mwepesi na matokeo tuliyaona, na yale matokeo yangempa picha ya kuelekea katika mchezo dhidi ya FAR. Huu mchezo kwa Yanga ni kama finali. Anahitaji matokeo katika huu mchezo kwa maana ya kushinda, lakini au sare, na kama atapoteza sio kwa idadi kubwa ya magoli kwa maana ya magoli 2 bila ama 3 bila, inakuwa ni hali mbaya kwake. Na kwa upande wangu mimi naamini timu pekee ambayo ina mwanga wa kusogea hatua inayofuata katika vilabu ambavyo vinashiriki hii michuano ya kimataifa, Yanga ana asilimia kubwa kutokana na kikosi alichonacho, lakini commitment ya viongozi katika hii michuano wanataka kuonesha na aina ya wachezaji ambao wako pale wanatamani nao kupata hii ladha ya hii michuano, kwa sababu wako ambao wameshacheza wanajua utamu, lakini pia wako ambao ni wageni kwenye hii michuano wanatamani pia waandike historia katika hii michuano. Tunajua Yanga alicheza mpaka finali, lakini ilikuwa ni shirikisho, lakini anatamani kufanya jambo. Kundi la Yanga halikuwa kundi jepesi, na ndio maana hata kipindi kundi linatangazwa media zote peji nyingi ziliandika Yanga ipo kundi la kifo, lakini mpaka hivi sasa tunaona namna ambavyo Yanga ameweza kukusanya alama mpaka hivi sasa. Yes, unauzungumzia mchezo mgumu kwanza kimazingira. Rabat, Morocco pale, hali ya hewa kwanza haiendani na hali ya hewa Dar es Salaam, kwa sababu baridi ni kali kweli kweli. Kwa hiyo hali ya hewa ya kwanza ni kitu cha kwanza ambacho wachezaji watakuwa kukubaliana na hali ya hewa kwa adapt mazingira kwa haraka ili waweze kwenda kufanya kitu ambacho mwalimu anatakiwa atakuwa na mpango mkakati. Lakini kitu kingine cha ziada katika huu mchezo, ukiangalia FAR wameanza hadi complain hivi sasa katika mchezo wa mwisho dhidi ya Ahli, wakiwa wakitaka mashabiki wao wengi watakuwa kusafiri kuelekea Misri kwenye ule mchezo. Kwa hiyo unaweza ukaona kama wameshaanza kutengeneza mazingira ya kutaka mashabiki waelekee Misri, wana uhakika na matokeo ya kesho, kwamba kuna kila hali, kwa sababu kwanza wako nyumbani, kutengeneza hali ya mazingira ili waweze kupata matokeo kwanza katika mchezo huu, alafu waende kwenda kucheza mchezo wa Ahli ambao wanakwenda kutafuta matokeo ambayo yatakwenda kumalizia kundi kwa ujumla, afu mwisho siku kuangalia nani anakwenda kutinga hatua inayofuata. Kwanza mashabiki, viongozi wameweka pesa kweli, inazungumzwa ni hela nyingi. Nilimsikia Alikamwe akisema haijawahi kutokea bonus ambayo imeahidiwa katika mechi hii. Why? Ni viongozi wanajua umuhimu wa hii mechi. Wanajua kabisa hii mechi ndio ambayo itakuwa inawapa taswira, sababu wakilegea ama wakilemaa katika hii mechi, watakuja nao kukamilisha ratiba katika mchezo wa mwisho, sababu watakuwa hawana tena kitu ambacho wanaweza kukipata kikawatengenezea mazingira kupata nafasi kwenda hatua inayofuata. Kwanza kwa sababu watakuwa hawana hizo pointi ambazo zitasababisha kuendelea. Wanachokihitaji ni matokeo. Haya matokeo yanakwenda kupatikanaje? Kwanza ni hali ya mazingira. Pili, wachezaji kujituma na mpango wa mkakati wa mwalimu uwe mpango super, kwa sababu anakwenda kucheza na timu super kwa. Na tunajua walishawahi kupata matokeo Tunisia. Hapana, Tunisia anafunga Stefano Aziz Ki akiwa na Nabi.
Kwa hiyo inawezekana kupata matokeo ugenini na vizuri tu, ila mpango mkakati wa mwalimu unakuwaje? Kwanza kuna namna anavyomtumia Alan Okello. Kwangu mimi anatengeneza mazingira ambayo ni magumu, hasa anapomtumia pembeni. Unapomtumia pembeni, tunamhitaji Alan Okello arudi nyuma kukaba, saidiane na fullback wake. Na mara nyingi sasa hivi kocha ameonekana akimtumia kama free roll Maxim pia Nzengeli akicheza shimoni, lakini tunajua ubora wa Max akicheza pembeni. Anapokuwa pembeni anasaidia pia kushuka chini kukaba na anasogea juu. Kwa hiyo unapomweka Alan Okello pembeni, kwanza ni mchezaji ambaye mara nyingi anacheza kwenye namba 10 hata kwenye timu ya taifa, japokuwa anatumika pia pembeni, lakini tunaangalia je, hapa katika timu hii ya Yanga kuna hao watu wanaweza kucheza pembeni. Max anaweza kucheza huko pembeni, sababu hata ukitazama mchezo ambayo kipindi Aziz Ki yupo, mchezo ambayo Yanga alikuwa akifanikiwa zaidi, Max pembeni Pacome, namba 10 anacheza Stefan Aziz Ki. Unaweza kuona kwamba matokeo Yanga alikuwa akipata, watu walikuwa wakipata 5 sana. Kwa hiyo Max anapokuwa pembeni, Alan Okello abadilike acheze namba 10. Kwangu mimi naona hicho ndio kitu ambacho mwalimu atakuwa kwenda kubadilisha haraka, lakini bathiri ya Nondo, Jobu pamoja na Baka natamani kuiona, lakini fullback asianze Shadrack Kiboka, aende kwanza Zimbwe pamoja na Israel Patrick Mwenda, na hawa wanatakiwa kuwa na end product, kwa maana ya cross zao ziwe na macho ili ziweze kwenda kuwakuta kina Depu pale atakapoanza, ama Dube, kwa yote ambaye atapata nafasi ya kwanza katika hiyo mechi. Kwani watakapokuwa very aggressive, kwanza watawafanya fullback wa FAR Rabat wasisogee, lakini pia kuwatengenezea mazingira wao wacheje zaidi kwenye eneo lao, kwa sababu Yanga naamini hatakuwa na umiliki mkubwa katika mchezo, kwa sababu kwanza yuko ugenini, na katika kitu ambacho anakihitaji sio kupata matokeo kwanza, ni kuhakikisha analinda kwanza eneo lake katika hafu ya kwanza, aone namna ambavyo anakwenda kumwataki au atamuingia mpinzani. Kwa hiyo akiingia katika mpango mkakati huu, Yanga anaweza kupata chochote kitu ambacho akija katika mechi ya nyumbani anaweza kufanya lolote na akapata matokeo. Umemgusia Ali Kamwe mwanzoni hapo alivyosema kwamba bonus imetolewa kubwa. Ali Kamwe huyo alisema kwamba tunaenda kwenye mechi hii bila uoga kama ambavyo tofauti na walivyokuwa naenda kwenye kucheza na Misri dhidi ya National Al Ahly. Hii inaonyesha kwamba bila shaka hata wachezaji wao wamewapa confidence kwamba kule wanaweza kwenda kupata matokeo. Hii inaleta athari gani? Yes, kwanza ni pongezi kubwa kwa viongozi. Unaweza kuona kuna muda picha zile za wale ambao wanasafiri na timu, unaweza kuona viongozi wako na wachezaji mpaka bila mibovu. Lengo na madhumuni kuwakumbusha, kwa sababu Afrika tuko tofauti na wenzetu ambao wako nchi zilizoendelea. Kwanza mchezaji anajua jukumu lake na anaamini kwamba hiki ninachokifanya ni kwa maslahi yangu mimi, kwa sababu naandika historia, lakini pia kari yangu itakuwa imepata kitu kikubwa. Lakini wachezaji wetu wa Kiafrika wanatakiwa kukumbushwa zaidi mara kwa mara kwamba guys, tunahitaji hiki, guys ndio kufanya hiki, guys ndio kujitume hivyo. Kwa hiyo kama nilivyosema, tunakwenda bila uoga. Hizi ni kauli ambazo wachezaji wameshazitoa na wameshauahidi uongozi, kwa sababu uongozi umeshafanya kazi yake kuwakumbusha na bonus mlima imeshawekwa. Kwa hiyo nadhani wachezaji wanajua nini hasa watakuwa wanafanya ili waweze kufanikisha huu mpango, na tuone kweli wamekwenda bila uoga, kwa sababu sio maneno tu. Tunakwenda bila uoga alafu ukaenda kupokea kichapo, kwa sababu FAR Rabat yuko nyumbani fine, lakini tunajua mtu tunapokuwa nyumbani, timu zetu za Afrika mambo ni mengi. Of course na pia tunafahamu Morocco namna ambavyo timu zao zinacheza, hata timu za taifa namna ambavyo zinacheza. Hicho. Na pia kwenye beti wewe mtaalamu wa vitu hivi. Yanga amepewa odds za kutosha sana. Hii ina maana kwamba nafasi kubwa anapewa bahati. Chome, mimi nikushukuru sana. Asante sana. Naam, huyo ni Chome Rashid Shaban Chome, the heavyweight champion kwa hivyo. Anakuwa fly kwa sababu ni cheo ambacho anastahili kukipewa. Inaitwa Nixon Mogeni na hii ni sports news hapa na Kivona Media. Endelea kusubscribe, like, comment na kushare, jambo la msingi kwenda pia. Endelea kufuatilia mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, kote tunafahamika kama na Kivona_media. Asante na kwaheri.